Rais William Samoei Ruto amesema uchumi wa nchi umeimarika kwa asilimia kubwa tangu aingie uongozini licha ya changamoto mbalimbali. Akihutubu katika maadhimisho ya siku ya wafanyikazi ulimwenguni ambayo yamefanyika kwenye kaunti ya Vihiga, Rais Ruto amesema mikakati ambayo imekuwa ikiwekwa imechangia kuafikiwa kwa hilo, na pia nafasi nyingi za ajira zimebuniwa kutokana na miradi ambayo inaendelezwa nchini. Kenya's economy is steady, robust and resilient. Our GDP growth has held firm above 4.6% even in the face of global uncertainty and internal disruption. Rais Ruto amesema miradi inayoendelezwa nchini kama wa SGR utawavutia wawekezaji wengi na kuwaonya viongozi nchini wanaopinga miradi ya maendeleo na mageuzi katika idara mbalimbali. I want to assure you, as I did assure teachers when they came to see me, and I do so with all other public servants, that different from the scheme that you had initially, where teachers were only entitled to 900 hospitals under SHA, we are making teachers to seek, we are giving opportunity for teachers to seek treatment, not in 900 hospitals, but in 9,000 hospitals across Kenya. Do not be distracted by the noise. Do not be swayed by screaming headlines or by the chorus of alarm from those who trade in the currency of fear. They can see what is happening because they live here, as we all do, but they cannot bring themselves to acknowledge the change, the progress, and the transformation, because to do so would strip meaning from the only narrative they perpetuate. Kuhusu nyongeza ya mishahara, Rais Ruto ametangaza nyongeza ya 12% ya mishahara kwa wafanyikazi wa umma nchini na 15% wafanyikazi katika sekta ya kilimo, licha ya muungano wa wafanyikazi nchini KOTU kupendekeza nyongeza ya 23%. I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages. Kwa upande wake, waziri wa leba nchini Alfred Mutua amesema serikali imefanikiwa kubuni nafasi mbalimbali za ajira kupitia mradi kama wa Nyota, kauli ambayo imeungwa mkono na mkuu wa mawaziri nchini Musalia Mudavadi, huku akiwataka vijana nchini wanaosaka ajira kwenye mataifa ya nje kufuata taratibu zifazo. Currently, the public service has employed 1.895 million people. You've created 1.895 million jobs. The public sector, for example, we've employed over 128,000 teachers. The county governments have employed close to 60,000 people. The housing sector has employed 640,442 people. Kazi Majuu has created 583,868 jobs as per yesterday. The digital jobs have created 316,806 jobs. Ningependa kuchukua fursa hii kuomba vijana, wakati mnataka kwenda nje kutafuta kazi katika mataifa tofauti, kupitia kwa Wizara ya Labor, National Employment Agency, na kupitia kwa Diaspora Department, na tena tuta collaborate na KOTU. We want you to go and work in a safe environment, in a peaceful environment, and earn with your security guaranteed. Naye katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli amelalamikia hali ya kuhangaishwa kwa wafanyikazi, hasa wanaofanya kazi kwenye kampuni ya EPZ, na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuepusha na madhila wanayopitia. Your Excellency, we wish to draw your attention to the growing challenges facing Kenyan workers within the EPZ under the Export Processing Zone Authority, where we are witnessing the emergence of companies not honoring freely negotiated collective bargaining agreements. Atoli pia ameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuwaagiza wanasiasa nchini kusitisha kampeni zao na kusubiri hadi mwaka ujao zitakapoanza rasmi. We are very much concerned about the ongoing political rallies in this republic as if elections are there next week.
We urge the IEBC to put a stop to this menace and ask Kenyans to wait until IEBC releases the campaign calendar for our next year's elections. Maadhimisho ya mwaka huu ambayo kauli mbiu ni kuhakikisha mazingira bora ya kisaikolojia kazini yamefanyika nje ya Nairobi kwa mara ya kwanza. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.